Kielekea tarehe 9 Disemba ambayo ni kesho, ambayo maneno mengi sana yamesemwa kuhusiana na kutakuwa na lockdown na mambo mengi watu wanaendelea kuzusha. Kwa niaba ya Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa, kwa niaba ya mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa, naomba nitoe tamko rasmi kwa wananchi kwamba sisi Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama, kwamba wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Isipokuwa jeshi la polisi limetoa tamko kwamba maandamano yoyote ni haramu. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu yoyote kwa siku ya kesho kuandamana. Kesho ni siku ya mapumziko, tukitafakari tangu tupate uhuru na mpaka tulipo. Tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Kwa ujumla wake nawaomba niwasihi sana wananchi wa mkoa wa Geita. Amani yetu ndio tunu yetu. Tuna wajibu na haki ya kuilinda. Na ulinzi unaanza kwako wewe mwananchi. Sisi jeshi la polisi tumepewa mamlaka na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kusimamia sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tutatekeleza wajibu wetu wa kikatiba, ambapo kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kuimarika katika nchi yetu, lakini mali na wananchi wenyewe wanaendelea kuwa salama. Sasa ni wasihi, kama kuna mtu anakudanganya tutoke twende tukaandamane, ujue anakutafutia tatizo. Kwa sababu sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba amani ya nchi hii inaendelea kuimarika na wananchi wanaendelea na shughuli zao. Na si wananchi wale ambao wana shughuli zao watoke, bodaboda waendelee na shughuli zao. Sisi tupo kuhakikisha kwamba tunawalinda. Kama kuna mtu yote anakushawishi, tafadhali toa taarifa haraka sana kwa jeshi la polisi, na askari watakuwepo mtaani wakifanya doria kuhakikisha kwamba mna amani. Wala msiogope askari wewe kama huna shida yoyote. Muwe na amani na sisi tupo kuwalinda, na amani yetu ndio tunu yetu, tunao wajibu wa kuilinda. Ambapo haya maushawishi yalianza kwenye mitandao ya kijamii, lakini makundi ya sogozi ya WhatsApp, sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na TCRA tunafanya online patrol. Na tumekuwa tukiwachukulia hatua watu wote ambao wanafanya vitendo hivyo vya kuhatarisha amani ya nchi yetu. Mpaka sasa kwa mkoa wa Geita tunazo kesi 3 ambazo tulishazifikisha mahakamani kutokana na wao kuhamasisha au kushiriki kwa namna moja ama nyingine kuhamasisha maandamano ambayo ni haramu. Kwa hiyo na wengine tunaendelea kuwakamata. Tunao watuhumiwa ambao bado hawajafikishwa mahakamani lakini wamekamatwa, na mahojiano bado yanaendelea ili kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine anaendelea, kwa sababu tayari msamaha wa Mheshimiwa Rais ulishapita na watu wakaonywa kuacha hizo tabia za kuhamasishana kuvunjifu amani ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo wale wanaoendelea hatuna budi kuwachukulia hatua ili basi iwe funzo kwa wengine ambao wanahatarisha amani ya nchi yetu. Mara nyingi mwisho wa mwaka kuna kuaga na ajali nyingi kwa sababu watu wanatoa hadi yale magari yao ambayo ni mabovu wanayaingiza barabarani wakiamini kwamba kwa sababu abiria wameongezeka. Na sisi pia lakini tumeongezeka huko barabarani. Kwa hiyo nitoe wito kwanza kwa wananchi ambao wanatumia hayo magari ya abiria. Usikubali kuongezewa nauli. Kwenye kila basi tulikagua na tukatoa maelekezo kuwe na namba za simu za maratio na makamanda wa mikoa yote ambayo hilo basi linapita. Chukua hiyo namba na piga iwapo dereva au kondakta anaendesha gari kinyume na taratibu, lakini anakudai nauli kuliko ambayo inastahili kulipwa. Lakini pia hakikisha gari unalolipanda ni salama. Sisi tutakuwepo kuhakikisha kwamba magari yote ambayo yatakuwa yanapita barabarani basi yanacho kiwango cha kuwafanya waendelee kufanya kazi hiyo.